Okay, karibu katika channel yako ya Swahili Lectures, channel ambayo wewe mwanafunzi either ni wa O level au advanced level ama university unapata fursa ya kupata ufafanuzi wa mada za masomo tofauti tofauti ambazo darasani unazisoma katika lugha ya Kiingereza, lakini hapa tunakutafsiria katika lugha adhimu ya Kiswahili, lengo likiwa ni kukusaidia wewe mwanafunzi kuelewa concept zilizopo katika topics na si kukariri maneno ya Kiingereza. Hivyo basi subscribe hapo chini kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na lectures zinazofuata. Okay, bila kuchelewa tuende tukaanze mada yetu ya kwanza kabisa, ambayo tunaanza katika somo la accounting ama wanafunzi wengine wanaita accountants. Mada ya kwanza ambayo ni chapter 1 inazungumzia introduction to bookkeeping and accounting. Ni nini bookkeeping, nini accounting? Nini misingi ya vitu viwili hivi? Twende tukaangalia learning outcome ambazo tutazifuata ili tuweze kucover hii topic. Ambao learning outcome namba 1 tutaangalia ama tutadefine term bookkeeping and accounting. Hapa tutaangalia maana ya bookkeeping na maana ya accounting. Bookkeeping ni nini? Inajihusisha na nini? Accounting ni nini? Inajihusisha na nini? Lakini learning outcome namba 2 inatutaka tuelewe ama to state objectives of bookkeeping and objectives of accounting. Kwa sababu ni vitu viwili tofauti, kila kimoja lazima kitakuwa kina malengo yake. Kwa tutaangalia objectives za bookkeeping ni zipi na objective za accounting ni zipi. Lakini learning outcome number 3 inatutaka to define and state the differences between financial accounting and bookkeeping. Hivi ni vitu viwili tofauti kama tulivyosema. Kwa hiyo learning outcome hii inataka tutofautishe, tuzitambue hizo tofauti ambazo zipo kati ya accounting and bookkeeping. Learning outcome number 4 tutadefine and explain the accounting concept. Kuna vitu vinaitwa accounting concept. Ni nini hivi? Tutakuja kuviona mbele kadri tunavyozidi kusonga na topic yetu. Lakini pia kuna accounting principles. Ni vitu viwili tofauti navyo, tutakuja kuviona tunavyoendelea na hii topics. Lakini pia tutamalizia kwa kudefine accounting standards and state its importances. Tutaangalia accounting standard na pia tutaangalia umuhimu wa accounting standards. Hadi kufikia hapo tutakuwa hii topic tumesha ikava tayari kwa hizo learning outcome 5. Kwa hiyo tukaangalie learning outcome number 1 ambayo inatutaka to define the term bookkeeping and accounting. Okay, tukianza na learning outcome number 1 ambayo inatutaka to define bookkeeping and accounting. Tukianza na neno bookkeeping. Bookkeeping, hii term ina maana gani? Tusome definition yake kwanza, tuangalie nini maana ya bookkeeping. By definition, bookkeeping is the part of accounting. Is the part of accounting which involves keeping records of transaction in the books of account. It also involves classification of transaction. Anazungumzia kwamba bookkeeping ni part ya accounting. Kwa hiyo tunaona kwamba hii bookkeeping ni sehemu katika accounting. Kwa maana ndani ya accounting ndimo ambapo bookkeeping ipo. Anasema lakini hii bookkeeping inajihusisha na nini? Which involves keeping records. Keeping records, hii ndio kazi kubwa ya bookkeeping. Ama ukisikia bookkeeper kazi yake ni keeping records, anahifadhi record. Kwa hiyo hii bookkeeping linasimama kama somo, lakini ni somo ambalo linajihusisha ama ni sanaa ambayo inajihusisha na kuhifadhi rekodi ama kurekodi transaction, kurekodi ile miamala ambayo inajitokeza katika biashara in the books of account, katika vitabu vya biashara. Pia inajihusisha na kufanya classification of transaction.
unaiclassify. Tukisema kuclassify, maana yake ile miamala ambayo inaendana ama ambayo inafanana tunaigroup, tunaiweka katika sehemu moja. Tuje tuangalie maana ya accounting, then nitakuja kuangalia moja moja nini maana ya recording, nini maana ya classification, nini maana ya transaction. Tutakuja kuona huko maana ya accounting. Nayo accounting inazungumzia kwamba is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner monetary transactions and events, interpreting the results in order to communicate financial information to users for decision making. Hii ni accounting. Tuisikilize vizuri, definition yake ni ndefu dogo kwa sababu contain vitu tofauti tofauti ama imebeba vitu vingi tofauti na definition ya bookkeeping. Tukirudia tena kwa kuitafsiri sasa, nasema is the art of recording. Kwanza tunaona kwamba hii anasema ni sanaa ya kurekodi ama ni kile kitendo kizima cha kurekodi, kwa maana kwamba tulisema bookkeeping ipo ndani ya accounting. Kwa tunaona pia accounting inahusisha recording phase of transaction. Lakini pia inafanya classifying kama tulivyoona kwenye bookkeeping, lakini pia ina vitu vingine ambavyo bookkeeping haifanyi. Pia hii inafanya summarizing in a significant manner monetary transaction and event, interpreting the result in order to communicate financial information to users for decision making. Tunaona pia inafanya interpretation, kitu ambacho kwenye bookkeeping hatujakiona. Anapozungumzia summarizing, kusummarize tunasema ni kuziandika au kuandika ile miamala katika muhtasari, kwa maana miamala ambayo inafanana tunaikusanya sehemu moja, tunatafuta jumla yake, tunaandaa muhtasari wake. In a significant manner. Hii significant manner hapa anazungumzia double entry system. Ninapozungumzia double entry system ni ile system ambayo transaction are recorded twice. Nikisema transaction are recorded twice, maana yake transaction zile ama ile miamala tunaiandika mara mbili mbili. Every debit entry must have corresponding credit entry. Kila entry ya debit inakuwa ina corresponding credit entry, inakuwa ina nini? Credit entry. Nadhani hapo kwenye double entry system nimeeleweka vizuri kwamba ni mfumo ambao unahusisha urekodiji wa hizi data katika vitabu viwili ama sehemu mbili mbili. Hapo nadhani tupo sambamba, naomba nisimwache mtu yoyote. In a significant manner monetary transaction. Tunaona hapa anasema monetary transaction. Monetary transaction maana yake ni ile miamala ambayo ipo ama inaweza kuwa katika mfumo wa kifedha. Kwa maana kuna transaction nyingine ambazo hazipo katika mfumo wa kifedha, kwa hiyo hizo haziwi ama hazihusishwi katika accounting. Katika swala la interpreting the results, hapa katika interpretation anazungumzia sasa ni baada ya kuandaa vitabu ama financial statements. Hapa ndo tunapofanya interpretation. Interpretation ya hapa tuna interpret profit or solvency, kwa maana tunaangalia ufanisi wa biashara, kwamba katika biashara yetu tuna faida ama tuna hasara, in order to communicate financial information to users. Tunaona kumbe lengo ni kufanya communication ya hizi financial information kwa hawa users of accounting information. Tutakuja kuona katika chapter, kwa kudokezea tu, wapo wengi, kama kuna lenders, wanaweza wakawa ni investors wenyewe hapo, wanaweza wakawa ni customers, lakini hao lengo la kuchukua hizo transaction ni nini? For decision making.
Lengo ni kufanya decision. Kwa mfano investors wanataka hizi information kwa ajili ya kufanya decision. Decision gani? Either to invest or not. Okay, twende tukaangalie recording. Tumeona katika definition ya accounting kuna hili neno recording. Recording ina maana gani? By definition hapa anasema is the actual writing of transaction that takes place in the business so that reliable information regarding the position of the business can be made available at any time. Anasema is the actual writing of transaction that takes place in the business. Ni kile kitendo cha kuziandika zile transactions ama ile miamala ambayo unaifanya katika biashara yako, so that reliable information regarding position of the business can be made available at any time. Ili hizo taarifa zinapohitajika kwa ajili ya kuangalia financial position ya biashara, ili taarifa hizo zikihitajika kwa ajili ya kuangalia position ama tusema performance of the business, ili zipatikane katika muda muafaka ama muda ule ambao unafanyaje, unahitajika. Hapa tunacho kirecord kwamba endapo tutanunua, tuna record hapo. Maana yake kwamba tukifanya zile sales tunazirecord, tukifanya purchases ama tukinunua pia tuna record, tukifanya payment mbalimbali, kwa mfano tukalipia labda bili ya umeme, electricity bill, tukilipa tuna record, tukilipia labda rent ambao ni kodi ya lile jengo pia tuna record. Kwa hiyo recording first kwamba hii inahusisha zile transaction zote ambazo zitajitokeza kipindi unafanya biashara. Chochote kile tunakirecord katika mfumo wa maneno na figures. Hapo nadhani tupo sawa, ambayo pia tumeiona katika bookkeeping, pia hichi kitu kipo. Lakini hapa naendelea nasema the books where this information is recorded are known as books of original entries. Books of original entries. Books of original entries kwa jina lingine huwa tunaita ni journals, kwa maana ni vile vitabu ambavyo transaction for the first time tuna record katika hivi vitabu. Katika hivi vitabu kuna purchases journal, kuna sales journal, zipo nyingi, kuna cash book nalo pia ipo, kuna returns day books. Okay, tukienda kuendelea na hii definition nasema kwamba the transaction are recorded in the books of account from source document. Tunaona kwamba anasema transaction zinarekodiwa katika vitabu kutoka katika source document. Source document ni nini? Anasema hivi ni vitabu ama ni zile source. Nikisema source inamaanisha chimbuko la hizo transaction, kwamba hizi transaction originated from where, yani vimetokea wapi, ama source, chimbuko la hizi transaction ni nini. Akasema mfano wake labda ni receipt, akasema kuna invoice, akasema kuna bank statement. Receipt endapo labda wewe umeandika mauzo ya cash au manunuzi ya cash, tunaenda kuangalia wapi kuthibitisha kwamba kweli uliuza kwa cash ama ulinunua kwa cash, tutahitaji receipt. Ukiwa na receipt ina maana utaverify, utathibitisha kwamba kweli hii transaction ipo. Pia kuna hizi invoices, mtu unaweza kununua ama ukauza kwa mkopo, unahitaji uwe na hizi invoice, ambao kuna purchase invoice, kuna sales invoice, pia kuna bank statement. Hii bank statement ni kwa zile transaction zote ama miamala yote ambayo utaifanya kupitia bank account, ambao ndio mwisho wa mwezi unakuwa unapewa hizi taarifa fupi ama bank statement kutoka benki, kutokana na kile ambacho umekifanya katika account yako. Tukienda katika sehemu nyingine ambayo ni classifying. Hii pia ni kazi ya accounting. Accounting inafanya kazi ya classification.
tuna classify hizi transaction baada ya kuzirekodi tu. Anasema it involve analyzing all transaction from journal. Tulizungumzia journal ni zile books of original entry. Kwa hiyo tunazianalyze ama tunaziclassify zile transaction kutoka kule katika journal and post to respective ledgers. Baada ya hapo tunaziposti kuelekea katika nini? Ledger. Kumbuka kule zimerekodiwa in chronological order. Kwa hiyo tunaziposti huku katika ledger kutokana na zile transaction baada ya kuziclassify, kwa maana tumezigroup tayari transaction ambazo zipo ama zinaendana. Kwa mfano expenses zote ambazo labda ni za wages tunazikusanya, ambazo pia labda tumefanya payment ya salaries pia tunazikusanya, payment ya electricity, water bills zote tunazikusanya, tuna arrive with one figure ambayo tunaenda nazo kwenye nini? Kwenye ledger account zake. Hatuwezi kuchanganya kwamba sales tukaiweka sawa na purchases, tukaiweka sawa na rent. Hicho kitu hakipo. Ndio maana tunafanya kitu kinaitwa classifying. Haya, anasema hizi ledger books contain separate categories of each typical business transaction. Hizi ledger books ndani mle kuna vya account vidogo vidogo katika vitabu, ambavyo vya account vidogo vidogo hivyo ambavyo ndio vinakuwa vina hizo heading za expenses mbalimbali, labda purchases, sales. Ni ule mjumuiko sasa tunaenda kuziingiza kwa pamoja baada ya kufanyiwa classification. Nadhani hapo katika classifying imeeleweka vizuri. Tunaenda katika summarizing. What is summarizing? What does it mean? Summarizing, tushafanya classification tayari ya transaction zetu, tunahitaji tuzisummarize. Anasema it involve grouping a similar transaction to obtain totals for each category of transaction in order to understand entities' financial position and performance at the end of the accounting period. Tunafanya summarization, na summarization hapa inafanyika katika trial balance. Ina maana pale ndo ambapo tunafanya zile totals zote ambazo zimepatikana kule katika ledgers baada ya kuclose zile ledger books. Zile totals tunaenda tunazisummarize kwa ajili ya kupata zile data ambazo zitatusaidia sisi kufahamu entities financial position and performance at the end of the accounting period, ili tujue performance ya biashara yetu ni ipi. Asema the final product of financial reporting are business financial statements. Ina maana hata ile reporting and interpretation inafanyika katika nini? Katika business financial statements. Asema there are three main financial statements that summarize all transaction and event of the business during accounting period. Ziko tatu financial statement ambazo ndio zinatumika katika kufanya nini? Interpretation and reporting process. Ya kwanza anazungumzia kwamba kuna statement of profit or loss, kwa ufupi ni SOPL, statement of profit or loss. Hii tunaangalia performance ya biashara ipoje. Lakini kuna nyingine ambayo ni statement of financial position. Hii wengine wanaita balance sheet, lakini ni statement ya financial position. Tunaangalia muhimili mzima wa biashara ama position ya biashara ipoje, tunamiliki nini, tunadaiwa nini. Lakini pia kuna statement of cash flows. Hii ni statement ambayo inaonyesha mtiririko wa cash, kwa maana kwamba cash ambazo zinaingia katika biashara na cash ambazo zinatoka katika business. Hiyo ndo statement of cash flow. Nadhani hadi kufikia hapo kwamba tumeelewana vizuri katika hizi definition mbili. Twende tukaangalie katika ile outcome ambayo inafuata
ambayo ni outcome number 2, ambayo inataka tuangalie objectives za bookkeeping and objectives of accounting. Tuangalie objective hizo ni zipi, bookkeeping ina objective zipi, accounting ina objective zipi. Twende pamoja.